Benki ya IMF imetoa onyo katika deni la taifa kwa Marekani. Deni la taifa la Marekani limefikia dola trilioni 38, linatoa hatari inayoongezeka kwa uchumi wa dunia. Wataalamu wameonya. Deni la taifa la Marekani limepanda hadi 140% ya pato la taifa ndani ya miaka mitano. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya, likiitaka Washington kupunguza nakisi yake ya kifedha ili kudhibiti biashara iliyozidi na pengo la sasa la akaunti yake. Deni la taifa la Marekani limepanda na kufikia zaidi ya dola trilioni 38 na upungufu wa fedha unazidi kuongezeka, takwimu zinaonyesha. Inawakilisha ongezeko la dola trilioni 2.25 katika mwaka uliopita, na deni linatarajiwa kufikia trilioni 39 ifikapo Aprili. Nakisi ya bajeti ya shirikisho ilipanda kutoka takribani dola trilioni 1.4 katika mwaka wa fedha 2022 hadi takribani dola trilioni 1.8 mwaka uliopita, kulingana na takwimu za hivi punde za IMF. Nilizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumatano baada ya mapitio ya kila mwaka ya hazina hiyo ya sera za kiuchumi za Marekani. Mkuu wa IMF Kristalina Georgieva alisema kuwa nakisi ya sasa ya akaunti ni kubwa sana na kuifanya iwe rahisi sana kwa watazamaji. Alisema kuwa tatizo hilo linatambuliwa na utawala wa Marekani. Makadirio ya hivi punde zaidi ya ibara ya 4 ya IMF inakadiria deni la umma la Marekani litafikia 140% ya pato la taifa ifikapo mwaka 2031 chini ya sera za sasa, huku kuongezeka kwa deni la muda mfupi wa uwiano wa deni kwa pato la taifa itazidisha hatari kwa Marekani na uthabiti wa kimataifa. Mfuko huo ulisema Washington inahitaji mpango wa wazi wa ujumuishaji wa fedha ili kuweka deni kwenye njia endelevu la kushuka. Pia ilitaka Marekani kufanya kazi kwa njia yenye kujenga na washirika wake kushughulikia wasiwasi juu ya mazoea ya kibiashara yasiyokuwa ya haki na kukubaliana na upunguzaji ulioratibiwa wa vikwazo vya biashara na upotoshaji wa sera ya viwanda ambayo ina athari mbaya za mipaka. Pale ambapo hatua za biashara na uwekezaji, ikiwa ni pamoja na ushuru na udhibiti wa mauzo ya nje, zinawekwa kwa sababu ya usalama wa taifa, sera hizo zinapaswa kutumika kwa ufinyu, IMF imesema. Ukuaji wa uchumi wa Marekani utaendelea kuwa thabiti kwa 2.4 mwaka wa 2026, wakati mfumuko wa bei hautarudi kwenye kiwango cha lengo la 2% la hifadhi ya shirikisho hadi mapema mwaka 2027, huku kukiwa na kutokuwa na uhakika juu ya mfumuko wa bei na mtazamo wa ukuaji, data zinaonyesha. Ripoti ya IMF iliandaliwa kabla ya mahakama ya juu kufuta ushuru mwingi wa Rais Donald Trump wa Marekani, na ilisema itatathmini athari za uamuzi huo. Deni la umma la Marekani linalotolewa ili kufidia nakisi ya bajeti na programu za ufadhili kama vile huduma ya afya, ulinzi, miundombinu linaonekana sana kama mali salama ya kimataifa. Viwango vyake vya riba huweka vigezo vya masoko mengine na kusaidia kuvutia mtaji wa kigeni, lakini kupanda kwa deni kunasogeza kuongeza gharama za kukopa na mfumuko wa bei na kutishia utulivu wa kiuchumi ndani na nje ya nchi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damo Hussein.